Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Namshukuru Mungu usiku wa leo ambaye ametusaidia, ametutetea, si kwa nguvu zake zetu, ni kwa pendo la nguvu za Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu nakushukuru usiku wa leo, umekuwa mwaminifu. Msaidie msikilizaji ambaye anaenda kunisikia, Roho wako atulie juu yake. Asante kwa sababu umetenda, in Jesus name. Asante kwa sababu ya masaa haya na usiku wa leo, jinsi ambavyo tunaenda kujifundisha neno la Mungu kutoka katika neno hili la Yohana 3:16. Na ninajua kuna mtu Mungu ananena katika maisha yako na hautabaki vile ambavyo ulivyo. Neno la Mungu ni nguvu na ndio msaada wa maisha yetu. Tunategemea hili neno ambalo linatubeba, maana dunia haiwezi kutubeba, lakini neno linatubeba. Biblia inasema mwanadamu hataishi kwa mkate peke yake, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Nataka tuangalie vile Biblia inasema ya kwamba jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu na hata akamtoa mwanao wa pekee, ili kila mtu amwamini asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hivyo ni pendo la ajabu sana kwamba Mungu kumtoa mwana wake wa pekee ambaye ni mtoto wa kipekee, na ni kwa sababu ya kukomboa ulimwengu mzima. Biblia inasema ya kwamba aliupenda ulimwengu. Ujumbe wangu ni kwamba endelea kutimiza pendo la Kristo kwa watu wote. Endelea kutimiza pendo la Kristo kwa watu wote. Ninajua ya kwamba mtu wa Mungu mpendwa, usiku wa leo kuna mambo ambayo Mungu anaenda kufanya katika maisha yako. Maana ukisoma Bible katika kitabu cha waraka wa Yohana 2:7 inasema, wapenzi, siwaandikii amri mpya, ila amri ya zamani muliokuwa nayo tangu mwanzo. Na hiyo amri ya zamani ni neno lile mlilolisikia. Huyu mtumishi wa Mungu anasema kwamba hawaandikii amri ambayo ni mpya, na anasema ila amri ya zamani mliokuwa nayo tangu mwanzo. Mambo ambayo anawaambia ni mambo ambayo wamekuwa nayo, na kwa hivyo anawaandikia hapa kuwakumbusha, maana anasema ni amri ya zamani mliokuwa nayo. Inamaanisha amri hii hao walikuwa nayo, na anasema na hiyo amri ya zamani neno lile mlilolisikia. Kwa hivyo neno hili walilisikia, na neno hili umelisikia kwamba Mungu alimtoa mwanao wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee. Kwa hivyo kumtoa mwanao wa pekee ni pendo la ajabu, kwamba Mungu aliweza kupenda ulimwengu. Na ndio nimesema endelea kutimiliza pendo la Kristo ndani ya watu wote. Maana Biblia inasema ya kwamba tena nawaandikia amri mpya, neno lililo kweli ndani yake na ndani yenu, kwa kuwa giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa. 9 inasema, yeye asemaye kwamba yumo nuruni, naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye 10, yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bwana asifiwe. Nadhani umeona hapa vile Biblia inasema ya kwamba nawaandikia amri mpya. Anasema neno lile lilo kweli ndani yake na ndani yenu. Nasema giza linapita na ile nuru ya kweli imekwisha kung'aa, ambaye ni Yesu Kristo mwenyewe ndio nuru ya kweli. Na ndio maana aliweza kutumika kama sacrifice, kwa sababu asababishe mwangaza. Kulikuwa na giza, maana dhambi ina represent giza, na dhambi ilikuwa imeshika ulimwengu mzima, na nuru hii ambaye ni sacrifice Yesu Kristo akakuja, na ndio sasa akasafisha dhambi kwa damu yake. Sasa ikasababisha ulimwengu kukuwa na mwangaza. Na ndio Biblia inasema ya kwamba yasemaye kwamba yumo nuruni, ambaye sasa ni Kristo,
ambaye sasa ndani yake tunakaa, kwa sababu aliposafisha ulimwengu tunakaa mahali ambapo pametengenezwa, na ni mahali ambapo ni ndani ya usafi wa Kristo Yesu. Na ndio inasema yeye kutisa, yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Na ndio unaona pendo halina chuki, pendo halina kinyongo, pendo halina wivu. Na ndio Biblia inasema ya kwamba mtu akisema anampenda Bwana ama anakaa katika nuru na anamchukia ndugu yake, ati yumo katika giza hata sasa. Kwa hivyo Yesu Kristo ni pendo, maana Mungu alimtuma kwa kusababisha ulimwengu ukombolewe, na ni kwa sababu ulimwengu ulikuwa umechafuka sana. Kwa hivyo watu wa Mungu, ninataka nikuambie, timiliza pendo la Kristo Yesu ndani yako. Kuna watu ambao wanasema wameokoka, wanamjua Mungu, lakini wamebeba chuki, wanachukia ndugu zao, wamewabeba, wamewaweka kwa vifua zao. Na ndio unaona kweli ni kwamba dunia hii kumejawa na mambo mengi. Hakuna mtu asiyeweza kukosea, hakuna mtu asiyeweza kuoffend. Na ndio Bible inasema, maana sisi wote tulimuoffend Mungu kwa kutenda dhambi na kufanya maovu. Na kama Mungu angekuwa si pendo, angetubeba, angetuchukia, kwa sababu kama kuna watu walichafuka na wakaharibika, ilikuwa ni mimi na wewe unayemtazama. Lakini Yesu akakuja na dhambi zetu zikawa zimechukuliwa kwa kazi yake ya msalaba. Kwa hivyo mtu wa Mungu, ndio unaangalia hapo mstari wa 9, yeye asemaye kwamba yumo nuruni na amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Je, wewe unayesema uko kwa nuru, yani unamwabudu Yesu, yani unaenda kanisani, yani unatafuta uso wa Mungu, je, unampenda ndugu yako ama unamchukia? Kuna kitu mwenzako alikufanyia na mnaenda kwa ibada pamoja na unaishi kwa hii dunia, lakini unasema sitawahi msamea, sitawahi muachilia, sitawahi kusahau yale aliyonifanyia. Je, maisha yako sasa wewe umeamua kukaa kwa giza ama kwa nuru? Maana mstari wa 10 nasema, yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Kwa hivyo mtu yote anayempenda ndugu yake kwa nuru, ya kwamba ndio alinikosea jana, lakini nafaa kumsamea na kumwachilia. Maana yangu dhambi zangu zilisamehewa na Kristo. Alipokuja tu ulimwengu, dhambi zangu zote, hakuweza kukumbuka hata kosa langu moja. Na wewe kwa nini unambeba ndugu yako, unambeba dada yako? Kwa sababu kuna jambo alikufanyia tu, na ikawa sasa umebeba kisasi, umekuwa na uchungu wa moyo kwamba sitawahi muachilia. Nimekuja nikuletee habari hii njema, nikuhubirie, na kama utanisikiliza ni sawa, na kama hautanisikiliza pia ni sawa. Maana uamuzi ni wa mtu binafsi, uamuzi ni wa mtu mwenyewe peke yake. Na Bible inasema katika mstari wa 10 ya kwamba bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza wala hajua endako, kwa sababu giza imempofisha macho. Kwa nini? Kama Mungu amekusamea, kama Mungu amemtuma Kristo akakufa msalabani, akamwaga damu yake kwa msalaba, kwa sababu Mungu ameachilia msamaha juu ya maisha yetu, na kweli alitusamea kabisa. Na ndio maana tunasemanga kwamba tumesamehewa kupitia damu ya Yesu. Kwa nini unamchukia? Kwa nini unambeba ndugu yako? Kwa nini umekaa na chuki kwa ndugu yako? Biblia inasema katika Wakorintho wa kwanza 13:1 kuanzia mstari wa kwanza, inasema ya kwamba hata kama unaweza, wacha nisome tu hapo kwa ufupi. Wakorintho wa kwanza 13, nijapo sema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo nimekuwa shaba iliayo na upatu uvumao. Na inasema tena, ijapokuwa na unabii na kujua siri zote na maarifa yote, ijapokuwa na imani timilifu kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo si kitu mimi. Kwa hivyo love is very important. That's why Mungu anaona kwamba kama hawezi kupenda ulimwengu na amwachilie mwana wake wa pekee, haitakuwa amefanya chochote.